wasioamini, wapotovu, wauaji, wazinzi, wachawi, waabudu sanamu na waongo wote, mahali pao patakuwa ndani ya lile ziwa linalowaka moto na kiberiti. Hicho ndicho kifo cha pili. Karibu ndugu mpenzi kwa kuweza kutufuata kwenye video yetu ya leo. Karibu kwenye channel yetu Mhubiri na Mashauri. Tuna somo nzuri ambalo tunataka tugawe tena pamoja nawe kupitia video yetu hii ya leo. Na somo hili linasema jua ya kwamba kuna mwanzo na kuna mwisho wa dunia. Neno la Mungu tutalipata katika kitabu cha Petro ya pili sura ya 3. Nitasoma shairi la 10 na tutamaliza mpaka shairi la 18. Lakini siku ya Bwana itakuja kama mwizi. Katika siku hii mbingu zitatoweka na sauti kubwa, na viumbe vya asili vitayeyushwa kwa moto mkali, na nchi na kazi zilizo ndani yake zitateketezwa. Basi kwa kuwa vitu hivi vyote vitayeyushwa hivi, ingewapasa ninyi kuwa watu wa tabia gani katika mwenendo mtakatifu na utawa, mkitazamia na kutaka sana kuja kwa siku ya Mungu. Kwa sababu yake mbingu zikiungua zitayeyushwa, na viumbe vya asili vitayeyuka kwa moto mkali. Lakini kama ilivyo ahadi yake, tunatazamia mbingu mpya na nchi mpya, pahali haki inapokaa. Kwa hivi wapenzi, kwa kuwa mnatazamia maneno haya, fanyeni kwa nguvu ili muonekane katika salama, pasipo kipaku wala laumu mbele yake. Nanyi muhesabu uvumilivu wa Bwana wetu kama ni wokovu, kama vile ndugu yetu mpenzi Paulo alivyoandika kwa hekima aliyopewa, kama vile katika barua zake zote, akisema ndani yao juu ya maneno haya. Katika barua hizi ni maneno yaliyo magumu kwa kufahamu. Watu wasio na elimu, wasio imara, wanayogeuza kama vile maandiko mengine wa uharibifu wao wenyewe. Basi ninyi wapenzi, mkijua maneno haya mbele, angalieni msiwe mnachukuliwa na kosa la wale waovu, mnaanguka na kuacha kusimama imara. Lakini mkue katika neema na kujua Bwana wetu na Mwokozi Yesu Kristo. Kwake uwe utukufu sasa na hata milele. Amina. Ni neno la Bwana. Jua ya kwamba kuna mwanzo wa dunia na vile kuna mwisho wa dunia. Mungu anajua mwanzo wa dunia, na pia ni yeye anajua mwisho wa dunia. Mungu alitupatia namna ya uumbaji wake katika kitabu cha Mwanzo. Ukisoma kitabu cha Mwanzo sura yake ya 1 na sura yake ya 2, utaona uumbaji wa Mungu namna gani alivyoumba. Hakuna mtu aliyekuwa wakati alikuwa anaumba, na aliumba vitu vyote kwa namna yake yeye mwenyewe. Basi tukijua kwamba Mungu ndiye aliyetupatia kuishi katika dunia, ni yeye ndiye aliyeweka vitu vyote katika dunia. Alafu anasema tujue ya kwamba kuna pia mwisho wa vitu vyote katika dunia. Petro, mahali ambapo tumesoma, Petro anatufunulia namna gani dunia hii ambayo tunaishi ndani yake itatoweka. Ukipenda upuuzi, ukipenda upinge, lakini ni neno la Mungu ya kwamba dunia ambayo tunaishi ndani yake leo, dunia itatoweka. Uumbaji wakati ulipofanyika, Mungu aliumba kila kitu kwa neno. Na kwa kumaliza dunia, ataimaliza tu kwa neno. Akisema dunia inakwisha leo, dunia itakwisha. Watu hawapendi dunia ifikie mwisho wake. Watu hawapendi kuelewa kama Mungu
ataleta hukumu kwa mwisho wa dunia. Watu hawapendi kuelewa ile. Hawataki wasikie habari za kusema kwamba dunia itakwisha. Lakini dunia itakwisha. Dunia ina mwisho wake, sawa vile tumesoma kwa barua hii ya Petro. Na dunia itakapokwisha, tujue ya kwamba watu wote wanaodharau neno la Mungu hawatapata nafasi kwa mbingu mpya na dunia mpya. Dunia hii itakapokwisha, Mungu ataleta dunia mpya na mbingu mpya. Watu wamekuja na zihaka zao. Inasema hivi: mkijua kwanza neno hili, ya kwamba katika siku za mwisho wenye kuzihaki watakuja na zihaka zao, wakifuata tamaa zao wenyewe, wakisema, iko wapi ahadi ya kuja kwake? Hii ndiyo watu wengi wanaanza kusema. Watu wanazihaki, wanasema iko wapi yule ambaye mnasema atakuja? Mwanzoni tujue ya kwamba wakati Yesu alipoambia watu jua habari za mwisho wa dunia, watu wote walitarajia ya kwamba mwisho wa dunia itafika hapa karibuni. Hata wanafunzi walijua ya kwamba mwisho wa dunia itafika na wao wote wangali hai. Na hivi kwa sasa watu wanapoona namna gani watu wako wanatoweka na wengine wanakuja na wengine wanatoweka, hii yote inaacha watu wanasema ya kwamba iko wapi yule ambaye mnasema atakuja? Watu kweli wanazihaki, na Petro alieleza ile. Lakini tujue ya kwamba hata wanafunzi nao walitarajia Yesu aje upesi, na sisi kwa leo tunataka Yesu arudi upesi. Watu wanangojea utukufu uje, na wale wanaongojea utukufu uje ni wale ambao waliamini Yesu Kristo. Wale ambao wanamtazamia Yesu Kristo ndio watakaa katika dunia mpya na mbingu mpya. Hata watu wanaweza kufariki, lakini Yesu atakapokuja, tujue ya kwamba wale waliofariki wakimwamini, wale waliofariki wakiwa katika Bwana, nao pia watafufuliwa. Neno lolote ambalo Mungu analosema litafika, kwa kweli linafika. Hivi ndugu, usizarau neno la Mungu. Tuangalie tabia yetu, namna gani tunaweza kuishi mwenendo mtakatifu na wa utawa. Hii ndiyo Mungu anataka. Neno hili limeandikwa ili wewe uangalie mwenendo wako. Usije ukawa sawasawa wale watu wa wakati wa Noa ambao walikuja kuona gharika, ijapokuwa Noa alikuwa amewaarifu mbele ya wakati ya kwamba mvua itanyesha na Mungu anataka kuharibu dunia. Basi ndugu, muhesabu uvumilivu wa Bwana wetu kama ni wokovu wetu. Kama Yesu hajakuja leo, kama dunia mpaka leo haijaharibiwa, ni kwa sababu Bwana anataka ufikie wokovu. Wewe ambaye unayenisikia leo, Bwana anataka ufikie wokovu. Kisha nikaona ishara nyingine mbinguni, kubwa na ya kushangaza. Walikuwa hapo malaika 7 wenye mabawa 7 ya mwisho. Kwa mabawa hayo 7, ghadhabu ya Mungu imekamilishwa. Kisha nikaona kitu kama bahari ya kioo, imechanganywa na moto. Nikawaona pia wale watu waliomshinda yule mnyama na sanamu yake, na ambaye jina lake lilitajwa kwa ile tarakimu. Watu hao walikuwa wamesimama kando ya hiyo bahari ya kioo, wakiwa na vinubi walivyopewa na Mungu. Walikuwa wakiimba wimbo wa Mose, mtumishi wa Mungu, na wa mwana kondoo. Nikasikia sauti kubwa kutoka hekaluni ikiwaambia wale malaika 7, nendeni mkamwage mabakuli hayo 7 ya ghadhabu ya Mungu duniani. Basi malaika wa kwanza akaenda akamwaga bakuli lake juu ya nchi. Mara madonda mabaya na ya kuumiza sana yakawapata wote waliokuwa na alama ya yule mnyama na wale walioiabudu sanamu yake. Kisha malaika wa pili akamwaga bakuli lake baharini, nayo bahari ikawa damu tupu, kama damu ya mtu aliyekufa, na viumbe vyote hai baharini vikafa. Malaika wa tatu akamwaga bakuli lake katika mito na chemchemi za maji, navyo vikageuka damu. Nikamsikia malaika msimamizi wa maji akisema, ewe mtakatifu, uliyeko na uliyekuwako,
wewe umetenda sawa kuhukumu mambo hayo, maana waliimwaga damu ya watakatifu na manabii, nawe umewapa damu wainywe. Wamestahili hivyo. Kisha nikasikia sauti madhabahuni ikisema, Naam, Bwana Mungu mwenye nguvu, hukumu zako ni za kweli na haki. Kisha malaika wa 4 akamwaga bakuli lake juu ya jua. Jua likapewa nguvu ya kuwachoma watu kwa moto wake. Basi watu wakaunguzwa vibaya sana. Wakamtukana Mungu aliye na uwezo juu ya mabaa hayo, lakini hawakutubu na kumtukuza Mungu. Kisha malaika wa 5 akamwaga bakuli lake juu ya makao makuu ya yule mnyama. Giza likauvamia utawala wake. Watu wakauma ndimi zao kwa sababu ya maumivu, wakamtukana Mungu wa mbinguni kwa sababu ya maumivu yao na madonda yao, lakini hawakutubu matendo yao mabaya. Kisha malaika wa 6 akamwaga bakuli lake juu ya mto mkubwa uitwao Eufrate. Maji yake yakakauka, na hivyo njia ikawekwa kwa ajili ya wafalme wa kutoka mashariki. Kisha nikaona pepo wabaya watatu walio kama vyura, wakitoka kinywani mwa yule joka, kinywani mwa yule mnyama na kinywani mwa yule nabii wa uongo. Hawa ndiyo roho za pepo wafanyao miujiza. Ndiyo wanaokwenda kwa wafalme wa ulimwengu wote na kuwakusanya pamoja kwa ajili ya vita vikuu, siku ile ya Mungu mwenye nguvu. Sikiliza, mimi naja kama mwizi. Heri mtu akeshaye na kuvaa nguo zake, ili asije akaenda uchi huko na huko na kuaibika hadharani. Basi roho hao akawakusanya hao wafalme mahali paitwapo kwa Kiebrania Hamagedoni. Kisha malaika wa 7 akamwaga bakuli lake hewani. Sauti kubwa ikasikika kutoka kwenye kiti cha enzi hekaluni ikisema, Mwisho umefika. Ukatokea umeme, kelele, ngurumo na tetemeko kubwa la ardhi ambalo halijapata kutokea tangu Mungu alipomuumba mtu. Mji ule mkuu kapasuliwa sehemu 3, nayo miji ya mataifa ikateketea. Babuloni, mji mkuu, haukusahauliwa na Mungu. Aliunywesha kikombe cha divai ya ghadhabu yake kuu. Visiwa vyote vikatoweka, nayo milima haikuonekana tena. Mvua ya mawe makubwa yenye uzito wa kama kilo 50 kila moja ikawanyeshea watu, nao wakamtukana Mungu kwa sababu ya mapigo ya mvua hiyo ya mawe. Naam, pigo la mvua hiyo ya mawe lilikuwa kubwa mno. Mmoja wa wale malaika 7 waliokuwa na bakuli akaja, akaniambia, Njoo, nami nitakuonyesha adhabu waliopewa yule mzinzi mkuu, mji ule uliojengwa juu ya maji mengi. Wafalme wa dunia wamefanya uzinzi pamoja naye, na wakazi wa dunia wamelewa divai ya uzinzi wake. Kisha nikakumbwa na roho mpaka jangwani. Huko nikamwona mwanamke ameketi juu ya mnyama mwekundu. Mnyama huyo alikuwa ameandikwa kila mahali majina ya makufuru. Alikuwa na vichwa 7 na pembe 10. Mwanamke huyo alikuwa amevaa vazi la rangi ya zambarau na nyekundu. Alikuwa amejipamba kwa dhahabu, mawe ya thamani na lulu. Mkononi mwake alishika kikombe cha dhahabu ambacho kilikuwa kimejaa machukizo na mambo machafu yanayoonyesha uzinzi wake. Alikuwa ameandikwa juu ya paji la uso wake jina la fumbo, Babuloni mkuu, mama wa wazinzi na wa mambo yote ya kuchukiza sana duniani. Nikamwona huyo mwanamke amelewa damu ya watu wa Mungu na damu ya watu waliouawa kwa sababu ya kumshuhudia Yesu. Nilipomwona nilishangaa mno, lakini malaika akaniambia, Kwa nini unashangaa? Mimi nitakuambia maana iliyofichika ya mwanamke huyu na mnyama huyo amchukuaye, ambaye ana vichwa 7 na pembe 10. Huyo mnyama uliyemwona alikuwa hai hapo awali, lakini sasa amekufa. Hata hivyo, karibu sana atapanda kutoka shimoni kuzimu, lakini ataangamizwa. Wanaoishi duniani watashangaa. Naam, watu wote ambao majina yao hayakupata kuandikwa katika kitabu cha uhai tangu mwanzo wa ulimwengu watashangaa kumwona huyo mnyama ambaye hapo awali aliishi, kisha akafa
na sasa anatokea tena. Hapa panahitaji akili na hekima. Hivyo vichwa 7 ni vilima 7 ambavyo huyo mwanamke anaketi juu yake. Vichwa hivyo pia ni wafalme 7. Kati ya hao wafalme 7, 5 wamekwisha angamia. Mmoja anatawala bado, na yule mwingine bado hajafika. Na atakapofika atabaki kwa muda mfupi. Huyo mnyama ambaye alikuwa anaishi hapo awali lakini sasa haishi tena ni mfalme wa 8, naye pia ni miongoni mwa hao 7, na anakwenda zake kuharibiwa. Zile pembe 10 ulizoziona ni wafalme ambao bado hawajaanza kutawala, lakini watapewa mamlaka ya kutawala kwa muda wa saa moja pamoja na yule mnyama. Shabaha ya hawa 10 ni moja, na watampa yule mnyama nguvu na mamlaka yao yote. Watapigana na mwana-kondoo, lakini mwana-kondoo pamoja na wale aliowaita na kuwachagua ambao ni waaminifu atawashinda, kwa sababu yeye ni Bwana wa mabwana na mfalme wa wafalme. Malaika akaniambia pia, yale maji uliyoyaona pale alipokaa yule mzinzi ni makundi ya watu wa kila taifa, rangi na lugha. Pembe zile 10 ulizoziona na yule mnyama watamchukia huyo mzinzi. Watachukua kila kitu alicho nacho na kumwacha uchi. Watakula nyama yake na kumteketeza kwa moto, maana Mungu ametia mioyoni mwao nia ya kutekeleza shabaha yake, yaani wakubaliane wao kwa wao na kumpa huyo mnyama mamlaka yao ya kutawala, mpaka hapo yale aliyosema Mungu yatakapotimia. Na yule mwanamke uliyemuona ndiyo ule mji mkuu ulio na mamlaka juu ya wafalme wa dunia. Baada ya hayo nilimuona malaika mwingine akishuka kutoka mbinguni. Alikuwa na uwezo mkuu, na dunia ikamulikwa na mng'ao wake. Basi akapaaza sauti kwa nguvu akisema, "Umeanguka! Babuloni mkuu umeanguka! Sasa umekuwa makao ya mashetani na pepo wachafu. Umekuwa makao ya ndege wachafu na wakuchukiza mno. Maana mataifa yote yalileweshwa kwa divai kali ya uzinzi wake. Nao wafalme wa dunia wamefanya uzinzi naye. Nao wafanyabiashara wa dunia wametajirika kutokana na anasa zake zisizo na kipimo." Kisha nikasikia sauti nyingine kutoka mbinguni ikisema, "Watu wangu, ondokeni kwake, ili msishirikiane naye katika dhambi zake, msije mkaipata adhabu yake, kwa maana dhambi zake zimekuwa nyingi mno, zimerundikana mpaka mbinguni, na Mungu ameyakumbuka maovu yake. Mtendeni kama alivyowatendea nyinyi, mlipeni mara 2 kwa yale aliyoyatenda. Mchanganyieni kikombeni mwake kinywaji kikali maradufu. Mpeni mateso na uchungu kadiri ya kujigamba kwake. Atachomwa moto, maana Bwana Mungu mwenye kumhukumu ana nguvu. Wafalme wa dunia waliofanya uzinzi naye na kuishi naye maisha ya anasa wataomboleza na kulia wakati watakapoona moshi wa mji huo unaoteketea. Wanasimama kwa mbali kwa sababu ya kuogopa mateso yake na kusema, Ole, ole kwako Babuloni, mji maarufu na wenye nguvu. Kwa muda wa saa moja tu adhabu yako imekupata." Wafanya biashara wa dunia watalia na kumfanyia matanga, maana hakuna mtu anayenunua tena bidhaa zao. Hakuna tena wa kununua dhahabu yao, fedha, mawe ya thamani na lulu, kitani na nguo za rangi ya zambarau, hariri na nguo nyekundu, vyombo vya kila aina ya miti ya pekee, vyombo vya pembe za ndovu, vya miti ya thamani kubwa, vya shaba, chuma na marumaru, mdalasini, viungo, ubani,
manemane, udi, divai, mafuta, unga na ngano, ng'ombe na kondoo, farasi na magari ya kukokotwa, watumwa wao na hata maisha ya watu. Wafanyabiashara wanamwambia, faida yote uliyotazamia imetoweka, na utajiri na fahari vimekuponyoka, hutaweza kuvipata tena. Wafanyabiashara waliotajirika kutokana na mji huo watasimama mbali kwa sababu ya hofu ya mateso yake. Watalalamika na kuomboleza. Kisha malaika mmoja mwenye nguvu akainua jiwe mfano wa jiwe kubwa la kusagia, akalitupa baharini akisema, ndivyo Babuloni atakavyotupwa na kupotea kabisa. Sauti za vinubi za muziki, sauti za wapiga filimbi na tarumbeta hazitasikika tena ndani yako. Hakuna fundi wa namna yoyote ile atakayepatikana tena ndani yako. Wala sauti ya jiwe la kusagia haitasikika tena ndani yako. Mwanga wa taa hautaonekana tena ndani yako. Sauti za bwana harusi na bibi harusi hazitasikika tena ndani yako. Wafanya biashara wako walikuwa wakuu duniani, na kwa uchawi wako mataifa yote yalipotoshwa. Mji huo uliadhibiwa, kwani humo mlipatikana damu ya manabii, damu ya watakatifu na ya watu wote waliouawa duniani. Baada ya hayo, nikasikia kitu kama sauti kubwa ya umati wa watu wengi mbinguni ikisema, asifiwe Mungu! Ukombozi, utukufu na nguvu ni mali yake Mungu wetu. Maana hukumu yake ni ya kweli na ya haki. Amemhukumu yule mzinzi mkuu ambaye alikuwa amepotosha dunia kwa uzinzi wake. Amemwadhibu kwa sababu ya kumwaga damu ya watumishi wake. Wakasema, asifiwe Mungu! Moshi wa moto unaoteketeza mji huo utapanda juu milele na milele. Na wale wazee 24 na wale viumbe hai 4 wakajitupa chini, wakamwabudu Mungu aliyeketi juu ya kiti cha enzi wakisema, amina, asifiwe Mungu. Kisha kukatokea sauti kwenye kiti cha enzi, msifuni Mungu enyi watumishi wake wote, nyote mnaomcha, wadogo kwa wakubwa. Kisha nikasikia kitu kama sauti ya umati mkubwa wa watu na sauti ya maji mengi na ya ngurumo kubwa ikisema, asifiwe Mungu, maana Bwana Mungu wetu mwenye nguvu ametawala. Tufurahi na kushangilia, tumtukuze, kwani wakati wa harusi ya mwanakondoo umefika, na bibi harusi yuko tayari. Amepewa uwezo wa kujivalia nguo ya kitani safi, iliyotakata na yenye kung'aa. Nguo hiyo ya kitani safi ni matendo mema ya watakatifu. Kisha malaika akaniambia, andika haya: heri wale walioalikwa kwenye karamu ya harusi ya mwanakondoo. Tena akaniambia, hayo ni maneno ya kweli ya Mungu. Kisha nikaona mbingu zimefunguliwa, na huko alikuwako farasi mmoja mweupe, na mpanda farasi wake aliitwa Mwaminifu na Kweli. Huyo huhukumu na kupigana kwa ajili ya haki. Macho yake ni kama mwali wa moto, na alikuwa amevaa taji nyingi kichwani. Alikuwa ameandikwa jina ambalo hakuna mtu alijuae isipokuwa tu yeye mwenyewe. Alikuwa amevaa vazi lililokuwa limelowekwa katika damu, na jina lake huyo ni Neno la Mungu. Majeshi ya mbinguni yalimfuata yakiwa amepanda farasi weupe na yamevaa mavazi ya kitani meupe na safi. Upanga mkali hutoka kinywani mwake, na kwa upanga huo atawashinda watu wa mataifa. Yeye ndiye atakayetawala kwa fimbo ya chuma na kuikamua divai katika chombo cha kukamulia zabibu za ghadhabu kuu ya Mungu mwenye nguvu. Juu ya vazi lake na juu ya mguu wake alikuwa ameandikwa jina, Mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana. Kisha
nikamwona malaika mmoja amesimama katika jua. Akapaaza sauti na kuwaambia ndege wote waliokuwa naruka juu angani, Njooni, kusanyikeni pamoja kwa karamu kuu ya Mungu. Njooni mkaitafune miili ya wafalme, ya majemadari, ya watu wenye nguvu, ya farasi na wapanda farasi wao. Njooni mkaitafune miili ya watu wote, walio huru na watumwa, wadogo na wakubwa. Kisha nikaona yule mnyama pamoja na mfalme wa dunia na askari wao wamekusanyika pamoja kusudi wapigane na yule aliyekuwa ameketi juu ya farasi pamoja na jeshi lake. Lakini huyo mnyama akachukuliwa mateka pamoja na nabii wa uongo aliyekuwa akifanya miujiza mbele yake. Kwa miujiza hiyo alikuwa amewapotosha wale waliokuwa na chapa ya huyo mnyama na ambao walikuwa wameiabudu sanamu yake. Huyo mnyama pamoja na huyo nabii walitupwa wote wawili wakiwa wazima ndani ya ziwa linalowaka moto wa kiberiti. Majeshi yao yaliuawa kwa upanga uliotoka kinywani mwa yule anayepanda farasi. Ndege wote wakajishibisha kwa nyama zao. Kisha nikamwona malaika mmoja anashuka kutoka mbinguni akiwa na ufunguo wa kuzimu na mnyororo mkubwa mkononi mwake. Akalikamata lile joka, nyoka wa kale, yaani Ibilisi au Shetani, akalifunga kwa muda wa miaka 1000. Malaika akalitupa kuzimu, akaufunga mlango wa kuingilia huko na kuutia mhuri, ili lisiweze tena kuyapotosha mataifa mpaka hapo miaka 1000 itakapotimia. Lakini baada ya miaka hiyo ni lazima lifunguliwe tena, lakini kwa muda mfupi tu. Kisha nikaona viti vya enzi na watu walioketi juu yake. Watu hao walipewa mamlaka ya hukumu. Niliona pia roho za wale waliokuwa wamenyongwa kwa sababu ya kumshuhudia Yesu na kwa sababu ya neno la Mungu. Hawa hawakumwabudu yule mnyama na sanamu yake, wala hawakupigwa alama yake juu ya paji za nyuso zao au juu ya mikono yao. Walipata tena uhai, wakatawala pamoja na Kristo kwa miaka 1000. Wale wengine waliokufa hawakupata uhai mpaka miaka 1000 itimie. Huu ndio ufufuo wa kwanza. Wameneemeka sana, tena heri yao wote wanaoshiriki ufufuo huu wa kwanza. Kifo cha pili hakitakuwa na nguvu juu yao. Watakuwa makuhani wa Mungu na wa Kristo, na watatawala pamoja naye kwa miaka 1000. Wakati miaka 1000 itakapotimia, Shetani atafunguliwa kutoka gerezani mwake. Basi atatoka nje, ataanza kuyapotosha mataifa yote yaliyotawanyika kila mahali duniani, yaani Gogu na Magogu. Shetani atawakusanya pamoja kwa ajili ya vita, nao watakuwa wengi kama mchanga wa pwani. Walipita katika nchi yote, wakaizunguka kambi ya watakatifu na mji wa Mungu aupendao. Lakini moto ulishuka kutoka mbinguni ukawaangamiza. Naye Ibilisi aliyekuwa na wapotosha akatupwa ndani ya ziwa linalowaka moto wa kiberiti, walimo yule mnyama na yule nabii wa uongo. Nao watateswa mchana na usiku milele na milele. Kisha nikaona kiti cha enzi kikubwa cheupe na yule aketie juu yake. Dunia na mbingu vikatoweka mbele ya macho yake na havikuonekana tena. Kisha nikawaona watu wakubwa na wadogo wamesimama mbele ya kiti cha enzi, na vitabu vikafunguliwa. Halafu kitabu kingine, yaani kitabu cha uhai, kikafunguliwa pia. Wafu wakahukumiwa kadiri ya matendo yao, kama ilivyoandikwa ndani ya vitabu hivyo. Bahari ikawatoa nje wafu waliokuwa ndani yake. Kifo na kuzimu vikawatoa nje wafu waliokuwa ndani yao. Kila mmoja akahukumiwa kufuatana na matendo yake. Kisha kifo na kuzimu vikatupwa ndani ya ziwa la moto. Ziwa hili la moto ndicho kifo cha pili. Mtu yeyote ambaye jina lake halikupatikana limeandikwa katika kitabu cha uhai alitupwa katika ziwa la moto. Kisha nikaona mbingu mpya na dunia mpya. Mbingu ile ya kwanza na dunia ile ya kwanza vilikuwa vimetoweka, nayo bahari pia haikuwako tena. Nikaona mji mtakatifu Yerusalemu mpya ukishuka kutoka kwa Mungu mbinguni. Ulikuwa umetayarishwa vizuri kama bibi harusi aliyepambwa tayari kukutana na mumewe.
Kisha nikasikia sauti kubwa kutoka katika kiti cha enzi ikisema, tazama, maskani ya Mungu kati ya watu, atakaa kati yao, nao watakuwa watu wake, naye atakuwa Mungu wao. Yeye atayafuta machozi yao yote, maana kifo hakitakuwako tena, wala uchungu, wala kilio, wala maumivu, maana ile hali ya kale imepita. Kisha yule aliyeketi juu ya kiti cha enzi akasema, tazama, nafanya yote mapya. Tena akaniambia, andika jambo hili, maana maneno haya ni ya kuaminika na ya kweli. Kisha akaniambia, yametimia. Mimi ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho. Aliye na kiu nitampa kinywaji cha bure kutoka katika chemchemi ya maji ya uhai. Mshindi yeyote atapokea hicho, nami nitakuwa Mungu wake, naye atakuwa mwanangu. Lakini watu waoga, wasioamini, wapotovu, wauaji, wazinzi, wachawi, waabudu sanamu na waongo wote, mahali pao patakuwa ndani ya lile ziwa linalowaka moto na kiberiti. Hicho ndicho kifo cha pili. Kisha mmoja wa wale malaika 7 waliokuwa na yale mabakuli 7 yaliyokuwa yamejaa mabaa 7 ya mwisho akaja na kuniambia, njoo, nami nitakuonyesha bibi harusi, mkewe mwana kondoo. Basi Roho akanikumba, naye malaika akanipeleka juu ya mlima mrefu sana. Akanionyesha mji mtakatifu, ukishuka kutoka kwa Mungu mbinguni, uking'aa kwa utukufu wa Mungu. Mwangaza wake ulikuwa kama wa jiwe la thamani kubwa kama yaspi, angavu kama kioo. Ulikuwa na ukuta mrefu na mkubwa, wenye milango 12, na kila mmoja ulilindwa na malaika. Juu ya kila mlango paliandikwa mojawapo ya majina ya makabila 12 ya Israeli. Kila upande ulikuwa na milango 3. Upande wa mashariki milango 3, kaskazini milango 3, kusini milango 3, na magharibi milango 3. Kuta za mji huo zilikuwa zimejengwa juu ya mawe ya msingi 12, na juu ya kila jiwe palikuwa pameandikwa mojawapo ya majina ya wale mitume 12 wa mwana kondoo. Basi yule malaika aliyekuwa anasema nami alikuwa na kijiti cha dhahabu cha kupimia kwa ajili ya kupima huo mji, milango yake na kuta zake. Mji wenyewe ulikuwa wa mraba, upana na urefu wake sawa. Basi malaika akaupima mji huo kwa kijiti chake. Ulikuwa na urefu, upana na urefu wa kwenda juu kama kilomita 2400. Kisha akaupima ukuta wake pia, na ulikuwa mita 60 kwa kipimo cha macho cha binadamu ambacho malaika alitumia. Ukuta huo ulikuwa umejengwa kwa mawe mekundu ya thamani, na mji wenyewe ulikuwa umejengwa kwa dhahabu safi, angavu kama kioo. Mawe ya msingi wa ukuta huo yalikuwa yamepambwa kwa kila aina ya mawe ya thamani. Jiwe la kwanza la msingi lilikuwa jiwe la thamani jekundu, la pili yakuti samawati, la 3 kalkedoni, la 4 zumaridi, la 5 sardoniki, la 6 akiki, la 7 krisolito, la 8 zabarajadi, la 9 topazi, la 10 krisopraso, la 11 yasintho, na la 12 amethisto. Na ile milango 12 ilikuwa lulu 12. Kila mlango ulikuwa umetengenezwa kwa lulu moja. Barabara kuu ya mji ilikuwa imetengenezwa kwa dhahabu safi, angavu kama kioo. Sikuona hekalu katika mji huo, maana Bwana Mungu mwenye nguvu na yule mwana kondoo ndio hekalu lake. Mji huo hauhitaji jua wala mwezi kuuangazia, maana utukufu wa Mungu huuangazia, na taa yake ni yule mwana kondoo. Watu wa mataifa watatembea katika mwanga wake, na wafalme wa dunia watauletea utajiri wao. Milango ya mji huo itakuwa wazi mchana wote, maana hakutakuwa na usiku humo. Fahari na utajiri wa watu wa mataifa utaletwa humo ndani, lakini hakuna chochote kilicho najisi kitakachoingia humo, wala mtu yeyote atendaye mambo ya kuchukiza au ya uongo hataingia humo.
Ni wale tu walioandikwa katika kitabu cha uhai cha Mwana-Kondoo ndiyo watakaoingia ndani. Kisha malaika akanionyesha mto wa maji ya uhai maangavu kama kioo, yakitoka kwenye kiti cha enzi cha Mungu na Mwana-Kondoo. Mto huo ulitiririka kupitia katikati ya barabara kuu ya mji. Kando kando ya mto huo kulikuwa na mti wa uhai, unaozaa matunda mara 12 kwa mwaka, yaani kila mwezi, na majani yake ni dawa ya kuwaponya watu wa mataifa. Hapana kitu chochote kilicholaaniwa kitakachokuwa katika mji huo. Kiti cha enzi cha Mungu na cha Mwana-Kondoo kitakuwa katika mji huo, na watumishi wake watamwabudu. Watauona uso wake, na jina lake litaandikwa juu ya paji za nyuso zao. Usiku hautakuwako tena, wala hawatahitaji mwanga wa taa au wa jua, maana Bwana Mungu atawaangazia, nao watatawala milele na milele. Kisha malaika akaniambia, maneno haya ni ya kweli na ya kuaminika. Bwana Mungu ambaye huwapa manabii roho wake, alimtuma malaika wake awaonyeshe watumishi wake mambo ambayo lazima yatukie punde. Sikiliza, naja upesi. Heri yake anayeyazingatia maneno ya unabii yaliyo katika kitabu hiki. Kwa sasa anayetenda mabaya na aendelee kutenda mabaya, na aliye mchafu aendelee kuwa mchafu. Mwenye kutenda mema na azidi kutenda mema, na aliye mtakatifu na azidi kuwa mtakatifu. Sikiliza, asema Yesu, naja upesi, pamoja na tuzo nitakalompa kila mmoja kufuatana na matendo yake. Mimi ni Alfa na Omega, wa kwanza na wa mwisho, mwanzo na mwisho. Heri yao wale wanaoosha mavazi yao, wapate kuwa na haki ya kula tunda la mti wa uzima, na haki ya kuingia mjini kwa kupitia milango yake. Lakini mbwa, wachawi, wazinzi, wauaji, waabudu sanamu, na wote wanaopenda kusema uongo watakaa nje ya mji. Asante ndugu kwa kuweza kutufuata mpaka mwisho wa video yetu. Asante na Mungu akubariki.